Mambo vipi mwana familia wa A Digital? Taboki Nkali mnyama mkali, na miongoni mwa vitu vikubwa ambavyo vimetrend weekend hii ilikuwa ni mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara, NBC Premier League, baina ya miamba ya soka miwili kutokea nyumbani Tanzania na barani Afrika kwa ujumla, Yanga dhidi ya Simba. Bonge moja la mechi ambalo limepigwa na ilikuwa ni bonge moja la dabi kweli. Tunafahamu kwamba dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga nchini Tanzania imeendelea kuthibitisha ukubwa wake, na safari hii ikichezwa katika mazingira ya kipekee kwenye uwanja wa kambi ama pale jeshini Meja Jenerali Isamuhyo, Dar es Salaam. Mbweni kabisa kule kwa washua. Na sare ya mabao 2-2 haikuwa tu matokeo ya kawaida, bali ilikuwa ni picha halisi ya ushindani. Tumetazama ubora na pressure ya mechi kubwa ambapo Simba walianza kwa kasi na dhamira ya wazi ya kutawala mchezo mapema. Mabao ya Alibase Gweye pamoja na Clatous Chota Chama yaliwapa faida mapema na kuonyesha mpango wao wa kushambulia kwa nguvu kwa upande wa klabu ya Simba. Lakini kwa Young Africans, wao walirejea kwa utulivu na uzoefu kupitia kwa Prince Dube na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Walionyesha uthabiti na kupambana hadi dakika ya mwisho, japo matokeo yaliishia kuwa sare. Sasa sare hiyo inaacha pengo la alama 5 likiendelea kuwepo, lakini zaidi ya hilo ni kwamba imeacha mjadala mpana sana kuhusiana na kiwango cha dabi, mazingira ya mchezo pia na mchango wa wachezaji binafsi. Na haya hapa ni mambo 7 ambayo yalijitokeza. Nimekuandalia na kuyachambua kwa kina baada ya mchezo ambao tumeushuhudia. Jambo la kwanza kubwa ni ubora wa dabi ya Kariakoo. Je, tunaweza kujiuliza swali hapa. Ubora wa dabi ya Kariakoo unarejea ama unaporomoka? Ni swali ambalo tunaweza kujiuliza. Kwa muda mrefu dabi ya Kariakoo ilikuwa imeanza kupoteza ladha yake kwa kuwa ya upande mmoja na inayotabirika. Kama ambavyo tunafahamu, ilikuwa inajulikana Yanga anakwenda kumfunga Simba, lakini kilichoonekana pale Meja Jenerali Isamuhyo ni taswira tofauti kabisa. Mchezo ulikuwa wazi, wenye mashambulizi ya kasi na nafasi nyingi za kufunga kutoka kwa pande zote mbili, na hakukuwa na timu iliyokuja kujilinda, kila mmoja alitaka kushinda. Tuliona ufundi, ubora, tuliona kujituma na kujiachia kwa wachezaji kuonyesha kile ambacho walichonacho. Na kama wangekuwa kwenye ubora ama uwanja bora zaidi kama taifa, pengine ladha na ubora ungeongezeka zaidi kuliko tulivyoshuhudia, kwa sababu kidogo mazingira ya uwanja hayakuwa favor. Kwa urahisi kabisa matokeo yangekuwa makubwa zaidi kama nafasi za wazi zingetumika vyema. Wachezaji kama Elim Panzu na Prince Dube walikuwa na nafasi za kuongeza mabao, lakini hawakuzitumia kama ambavyo tunakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa ni bonge moja la game na mchezo ulikuwa wa kiufundi zaidi kwa namna ambavyo tumeshuhudia vitu kama vile. Lakini pia tumeshuhudia wiki ya kipekee, dabi 2 ndani ya siku 5. Jambo ambalo limewashangaza wengi sana. Ni jambo la pili ambalo ni kubwa tunaweza kulijadili. Katika hali ambayo sio ya kawaida, mashabiki wameshuhudia dabi 2 ndani ya siku 5, ambapo ni historia hii. Na Aprili 29, 2026 Simba waliibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Yanga katika kombe la Muungano kule Zanzibar. Na kisha Mei 3 ambayo ni jana Jumapili wakakutana tena kwenye ligi kuu. Pengine kwa kizazi hiki wanashuhudia kwa mara ya kwanza dabi 2 ndani ya siku 5, na pengine itawachukua muda kushuhudia tena dabi 2 ndani ya wiki moja kwenye uhai wao. Ndio maana nimesema hii inaweza kuwa ni historia ambayo imeandikwa. Mfululizo huu umeongeza ushindani na pressure kwa wachezaji, lakini pia umeongeza ladha ya burudani ya kipekee kwa mashabiki. Ni aina ya ratiba ambayo inahitaji uimara wa hali ya juu kimwili na kisaikolojia, lakini kwa mashabiki pia inaleta burudani mara mbili kwa muda mfupi, na kwa upande mwingine pia inaleta pressure. Wapo ambao walilala vizuri na wapo waliolala kwa usingizi wa mangamngam. Matokeo yaliyopita kule Zanzibar hawakuyataka kabisa, na walioyataka hawakutaka kuyapata matokeo tofauti na yale ambayo yalipatikana kule Zanzibar. Jambo jingine la tatu ni uamuzi wa kiwango cha juu. Waamuzi kutoka Morocco wakiongozwa na Hamza El Farek walionyesha utulivu na umakini mkubwa sana katika kuchezesha mchezo ambao umepigwa pale Meja Jenerali Isamuhyo. Katika dabi nyingi, maamuzi ya waamuzi huwa ni sehemu ya mjadala mkubwa sana, lakini safari hii hakukuwa na matukio makubwa yenye utata ambayo yalitawala baada ya mechi. Maamuzi yao yalionekana kuwa sahihi kwa kiwango kikubwa na yalisaidia kuipa mechi utulivu mzuri sana. Na hili jambo liliruhusu wachezaji kuonyesha ubora wao bila kuvurugwa na kelele za nje. Ni ushahidi kwa kuwa matumizi ya waamuzi wa kimataifa yanaweza kuongeza ubora wa mechi kubwa
Juni 25 mwaka jana, mechi ya ligi baina ya timu hizo ilichezeshwa na waamuzi kutoka nchini Misri. Amin Mohamed Omar ambaye alikuwa ni mwamuzi wa kati alisaidiwa na waamuzi wa pembeni Mahmoud Ahmed na Samir Gamali, wote walikuwa wanatoka pale nchini Misri. So wiki hii pia mwamuzi Mkenya Dixes Mimisa Nyagroa alichezesha fainali ya kombe la muungano baina ya timu hizi katika uwanja New Amani Complex pale Zanzibar. So mechi zote hizi kelele na walawama kuhusu waamuzi hazikusikika kabisa kwa kiwango kilichozoeleka. Endapo wangechezesha waamuzi wa ndani tungetegemea kusikia kelele nyingi sana, lakini kwa upande wa waamuzi wa nje imekuwa ni tofauti. Je, inawezekana pia goli la msimu limepatikana? Tumeshuhudia kiungo wa Simba Clatous Chota Chama alifunga moja ya mabao bora kabisa msimu katika mchezo huu, akipokea pasi ya kupenyeza kutoka kwa Mpanzu akiwa ameupa mgongo lango, alipika tiktak ambayo upande kwa ujanja wa haraka. Kiungo wa Simba Clatous Chota Chama alifunga moja ya bao bora kabisa, pasi kutoka kwa Elim Mpanzu akipiga tiktak fulani hivi ambayo imewavutia wengi. Amefunga bao kwa ustadi, ni bao la kiwango cha juu sana na nadra sana, lakini pia ni bao lenye ubunifu wa kipekee, hasa ukizingatia ukubwa wa mechi yenyewe, na tayari limeanza kusambaa sana huko kwenye mitandao ya kijamii na kuingia kwenye mjadala kuwa bao bora la msimu. Bila shaka ni hivyo, lakini swali jingine la kujiuliza, Chama amerudi kwenye kiwango chake? Mbali na kufunga bao zuri, Chama ameendelea kuonyesha dalili za kurejea kwenye ubora wake wa zamani. Katika dabi ya kombe la muungano alisababisha penalti ya ushindi. Katika mchezo huu wa ligi amefunga bao moja na kutoa pasi ya bao kwa Libase Gweye. Hii inaonyesha wazi kwamba jamaa mchango wake katika mechi kubwa na uwezo wake wa kuamua matokeo umekuwa ni mkubwa, na Chama atabaki kuwa kiumbe wa ajabu sana. Atabaki kuwa mtu ambaye ameifanya Simba kuheshimika, na miongoni mwa vitu ambavyo watu wengi wanavipenda kutoka kwa Chama ni uwezo wake, na ana uwezo wa kucheza kwa ukubwa sana. Lakini pia Isamuyo na mjadala wa hadhi ya uwanja, jambo kubwa pia ambalo limezungumzwa. Uwanja wa Meja Jenerali Isamuyo ulikuwa ni sehemu kubwa ya mjadala kabla, wakati na baada ya mchezo. Dabi kupigwa jeshini kukaifanya wengine wahoji, dabi jeshini haiwezekani ikawa inaondoa hadhi yake ya dabi ya Kariakoo, unajua tena maeneo ya jeshi. Lakini licha kuwa na vipimo vikubwa vya kuchezea, bado kulikuwa na maswali kuhusu kama unakidhi hadhi ya dabi ya Kariakoo. Malalamiko yalihusu ubora wa pitch kwa sababu uwanja ulionekana una maji, na kama ambavyo tunakumbuka Dar es Salaam mvua kwa sasa zinanyesha. Jambo jingine ni utulivu wa nje ya uwanja. Tofauti kubwa na dabi nyingi ambazo zilipita kuonekana nje ya uwanja, kwa kipindi hiki hakukuwa na vurugu wala masimango makubwa sana kama ilivyozoeleka katika viwanja kama Benjamin Mkapa, hata ule wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Mashabiki waliingia na kutoka kwa utaratibu mzuri. Uchache wao pia ulisaidia utaratibu huo kufanikiwa, na hali hii inafanana kwa kiasi fulani na ilivyozoeleka Zanzibar kwenye uwanja wa Amani, ambapo mara nyingi utulivu pia unakuwepo ni mkubwa. So hata hivyo utani wa jadi haukosekani kabisa. Baadhi ya mashabiki wa Simba walikuwa na wazodoa wenzao wa Yanga wakidai wachezaji wa timu hiyo wamebadilishia nguo kwenye nyumba ya jirani badala ya vyumba rasmi. Kwa ujumla ulikuwa ni mchanganyiko wa utulivu wa utani wa soka, hali ambayo inaweza kuwa na funzo kwa maandalizi ya mechi zijazo. Of course wote tumeshuhudia game hiyo na tumeangalia namna gani mchezo umechezwa kiufundi na kwa namna nyingine mambo yalivyokuwa pale uwanjani. Endelea kufuatilia A-Digital. Sisi tutakuwa tunakudondoshia tukio moja baada ya jingine ya kile ambacho kilitokea. So boy King Kali mnyama mkali, as I told you, hivi ndivyo ambavyo huwa nafanya.